Kitabu cha Zekaria sura ya 13 na ya 14. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha kusoma Biblia kwa njia ya sauti. Siku ya leo tunaenda kuhitimisha kwa pamoja kitabu cha Zekaria. Mungu akubariki sana mpendwa kwa kuwa nasi katika kusoma kitabu hiki, ambapo pia unaweza ukaendelea kukisoma we mwenyewe kila wakati kwa kupitia channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow. Itakupa nafasi uendelee kusoma hivi vitabu kila wakati katika neema ya Mungu. Wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya muda unaotuwezesha kuweza kusoma neno lako lenye uzima. Tunaamini Roho Mtakatifu uko hapa, na tunaamini kwa nguvu zako na neema yako Bwana umeendelea kutusimamia. Roho Mtakatifu, tunaomba utuwezeshe kuweza kusoma neno lako na hekima yako Mungu uweze kujifunua ndani yetu, ili Bwana tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Siku ya leo tunasoma kitabu cha Zekaria, ile sura ya 13 na ya 14. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 13. Katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu watafunguliwa chemchemi kwa dhambi na kwa unajisi. Kisha itakuwa katika siku hiyo, asema Bwana wa majeshi, nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi, yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza manabii na roho ya uchafu watoke katika nchi. Tena itakuwa ya kwamba mtu awa yeyote atakapotoa nabii, basi baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia, hutaishi, kwa maana unanena maneno ya uongo kwa jina la Bwana. Na baba yake na mama yake waliomzaa watamtumbua atoapo unabii. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba manabii kila mmoja wao atayaonea haya maono yake atoapo unabii, wala hawatavaa joho ya nywele ili kudanganya watu, bali atasema, mimi si nabii kamwe, mimi ni mkulima wa nchi, kwa maana nalifanywa mtumwa tokea ujana wangu. Na mtu atamwambia, je, jeraha hizi ulizonazo kati ya mikono yako ni nini? Naye atajibu, ni jeraha nilizotiwa katika nyumba ya rafiki zangu. Amka, upanga, juu ya mchungaji wangu na juu ya mtu aliye mwenzangu, asema Bwana wa majeshi. Mpige mchungaji, na kondoo watatawanyika, nami nitaugeuza mkono wangu juu ya wadogo. Hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakatiliwa mbali, nao watakufa, asema Bwana, lakini fungu la tatu litabaki humo. Nami nitalileta fungu lile la tatu na kulipitisha kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliitia jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, nao watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Mlango wa 14. Tazama, siku moja ya Bwana inakuja, ambayo mateka yatagawanywa kati yako. Kwa maana nitawakusanya mataifa yote walete vita juu ya Yerusalemu, na huo mji utapigwa, nazo nyumba zitatekwa, nao wanawake watatendwa jeuri, na nusu ya watu wa mji watatoka kwenda utumwani, ila mabaki ya watu wa mji hawatakatiliwa mbali. Hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku. Lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako nuru. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai
yatatoka katika Yerusalemu. Nusu yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki, na nusu yake upande wa bahari ya magharibi. Wakati wa hari na wakati wa baridi itakuwa hivi. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja, na jina lake moja. Nchi yote itageuzwa kuwa kama Araba, toka Geba mpaka Rimoni, upande wa kusini ya Yerusalemu. Naye atainuliwa juu, atakaa mahali pake mwenyewe, toka lango la Benyamini mpaka mahali pa lango la kwanza, mpaka lango la pembeni, tena toka mnara wa Hananeli mpaka mashinikizo ya mfalme. Na watu watakaa ndani yake, wala hakutakuwa kulaana tena, lakini Yerusalemu utakaa salama. Na hii ndiyo tauni ambayo Bwana atawapiga watu wote waliofanya vita juu ya Yerusalemu. Nyama ya mwili wao itaharibika wasimamapo juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vichwa vyao, na ndimi zao zitaharibika vinywani mwao. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba mashaka makubwa yatokayo kwa Bwana yatakuwa kati yao, na kila mmoja wao atakamata mkono wa jirani yake, na mkono wake utainuliwa ili kushindana na mkono wa jirani yake. Yuda naye atafanya vita juu ya Yerusalemu, na huo utajiri wa mataifa pande zote utakusanyika, dhahabu na fedha na mavazi, vitu vingi sana. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa tauni ya farasi na nyumbu na ngamia na punda, na ya hao wanyama wote watakaokuwamo matuoni mle, kama tauni hiyo. Hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote waliokuja kupigana na Yerusalemu atakwea mwaka baada ya mwaka, ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, na kuishika sikukuu ya vibanda. Tena itakuwa ya kwamba mtu awa yeyote wa jamaa zote zilizomo duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. Na kama jamaa ya Misri hawakwei wala hawaji, pia haitanyesha kwao. Itakuwako tauni ambayo Bwana atawapiga mataifa wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Hii ndiyo adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Siku hiyo katika njuga za farasi yataandikwa maneno haya: watakatifu kwa Bwana. Navyo vyombo vilivyo ndani ya nyumba ya Bwana vitakuwa kama mabakuli yaliyoko mbele ya madhabahu. Naam, kila chombo katika Yerusalemu na katika Yuda kitakuwa kitakatifu kwa Bwana wa majeshi. Na wote watoao dhabihu watakuja kuvitoa vile vyombo na kutokosa nyama ndani yake. Wala siku hiyo hatakuwamo tena mfanyabiashara ndani ya nyumba ya Bwana wa majeshi.